kiasi mpenzi. Nakuchoka. Niko fiti nawe. Niko poa. Mbona unakaa kama uko bored? Acha niko sawa. Sawa kwani? Sasa nimekuandalia chakula. Lakini mwanzo nataka uende uoge. Alafu ndo ujimezane. Sawa mama. Ndio hivyo mimi. Okay, niko ndani basi. Sawa. Sawa, mwendelea vipi na kazi huko? Kazini. Endelea vizuri tu. Unaonekana vizuri unafanya kazi zako. Kabisa, tuko vizuri kabisa. Hivi ndio kuna kitu nitakwambia. Sijui ni kitu gani. Kitu. Uko sure kuna shida? Niko vizuri. Kwa kuna issue tu lakini nimaliza. Itakuwa furaha yangu kubwa kama tukitimiza ahadi yetu ya ndoa. Ni mimi wako mpenzi. Nakupenda sana Sam.
Siku ya 3 inaita leo. Hello Sam. Habari yako mwanangu? Siku ya 3 sasa sikupati kwa simu. Shida nini? Hauna shida mwanangu kabisa? Niambie mimi mama yako kuna nini? Sam. Hello? Sam. Amekata. Kuna shida gani lakini mwanangu? Mungu wangu msaidie. Mwanangu sijui ana nini kwaliko. Sijui kama ana nini mtoto wangu, sijui amepatwa na nini. Boss. Kuna hizi document inatakiwa zipitie kisha uzisign. Kuna wale wakaguzi wanakuja ili kuzichukua. Bon. Kwa saini siko sawa. Kwa nini? Na wale wakaguzi wanakuja sasa hivi. Bon, kwa mwelewa. Nikwambia siko sawa. Okay, sawa. Nitazipitia baadaye. Wewe nenda. Sawa. Mambo. Kulikoni? Kwa sawa. Naona umejilaza hapa mastress kibao vipi? Uko fiti. Inasema nini? Kuna kitu kinanichanganya sasa. Ni kitu gani hicho? Juzi nimetoka ofisini. Nilipotoka ofisini kufika nyumbani, before ningie ndani kwa mlango, nakuta kijikaratasi. Kijikaratasi? Kijikaratasi gani? Kijikaratasi tu kimeandikwa maneno sikuelewa. Haikuishi hapo. Mara ya pili tena. Mara ya pili tena? Nimetoka zangu ofisini. Kurudi nakuta tena chengine. Awe nani mwenye anaweka hivyo vijikaratasi? Sielewi. Ila hichi cha mwisho ndio kimenikoroga kabisa. Kakoroga na nini sasa? Kuna maneno fulani yalikuwa yameandikwa. Wewe niambia ni maneno gani pengine? Kwa kinasema itakuwa furaha yangu kama tukifunga ndoa kubwa. Yaani kilikuwa kinaelezea kuhusu mambo ya mimi na huyo mwenye alileta hicho kikaratasi, mambo ya ndoa. Hewa. Sasa wewe ni shemu huyo. Mimi nakwambia mara ngapi kwamba muoe muweke ndani. Sielewi na siamini kama ni mambo na shemu wako. Huyo ni shemu huyo. Mbona unajizima data ndugu yangu? Mimi sidhani kama ni shemu wako. Inanikoroga sana kusema kweli. Wewe sielewi kabisa. Nishakuwa tatizo hili tena kubwa. Pole ndugu yangu.
Lakini mimi chenye nakusisitiza, huyo atakuwa ni shemu. Na mimi kila mara ninakwambia muoe shemu, umweke ndani. Bana, mimi hayo nishakueleza nyuma. Kwa hayo mambo mimi bado. Mimi niko na 100% kuwa huyo ni shemu. Boni. Sidhani kama ni shemu wako. Kwa sababu gani? Kwa nini asinge kuja mwenyewe? Ama angejileta hapa akaja akanielezea. Sijui mambo na ahadi ya ndoa. Mbona asinge kuja mwenyewe akanielezea? Okay, sema nini? Acha mimi nitamfuata. Nitamuuliza. Wewe muulize. Na chenye atakwambia, usisite kuniambia kwa sababu mimi ni bibi yako. Sawa bibi yangu. Hilo limeisha. Fanya kazi. Sawa. Okay, sawa. Tuane. Itakuwa furaha yangu kubwa kama tukitimiza ahadi yetu ya ndoa. Sam, ni mimi wako mpenzi, nakupenda sana. Hivi Lisa, nikuulize. Ni wewe uliokuwa ukileta vibarua mlangoni kwangu? Vibarua? Vibarua gani hivyo? Haiwezekani. Maana kuna mtu alikuwa akileta vibarua mlangoni kwangu. Na imeandikwa sijui ahadi yetu ya ndoa. Ahadi ya ndoa yenu? Hivyo. Unamaanisha una mpenzi mwingine nje ambaye mna malengo ya kutimiza ndoa yenu? Sijamaanisha hivyo. Ila nakuuliza tu kwa sababu mimi sijawahi date na mpenzi mwingine isipokuwa ni wewe. Mimi sijawahi leta vibarua mlangoni kwako. Atakuwa ni nani isipokuwa ni wewe? Kwa sababu mimi sina mpenzi mwingine isipokuwa ni wewe. Mimi sijawahi leta vibarua mlangoni kwako. Atakuwa ni nani? Sijui. Inawezekana wewe una mpenzi mwingine nje. Mimi sina mpenzi mwingine. Unadanganya, una mpenzi mwingine nje. Haki ya Mungu, na kuahidi sina mpenzi mwingine. Ni wewe tu peke yake. Sam, unanidanganya. Una mpenzi mwingine? Sina. Unanidanganya, wewe una mpenzi mwingine. Sina.